Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Ninapomkaribisha mchungaji aweze kutuletea neno la Bwana. Amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi namshukuru Bwana kwa ajili ya wakati huu ambao Bwana ametupatia kuwa katika nyumba yake. Amen. Na naamini ya kwamba tumekuwa na wakati mzuri katika wiki hii kwa ajili ya maombi ya mfungo, na nashukuru Bwana kwa sababu ya wale ambao Mungu amewasaidia na akaweza kuwapa neema na akaweza kuwapa kibali kwa sababu ya kuingia katika nyumba ya Bwana. Amen. Naomba tu kwa neema ya Bwana tufungue Biblia zetu na tunaenda kusoma kitabu cha Waebrania mlango wa 5. Waebrania mlango wa 5 mstari wa 7 hadi mstari wa 14. Na jina la Bwana wetu Yesu Kristo linaenda hata na kubarikiwa. Amen. Basi nitaomba ndugu yangu George uweze kutusomea kwa neema ya Bwana, na Bwana anaenda kutubariki. Waebrania mlango wa 5 mstari wa 7 hadi wa 14. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kueleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi siku ya leo tunaenda kunena juu ya kukua katika imani. Kukua katika imani ama kuwa katika imani. Katika maandiko ambayo tumeweza kusoma, ni maandiko ambayo tumekuwa nayo wikini, ya kwamba Mungu atusaidie ili tukaweze kukua, tuondokee utoto, ili tukaweze kupambanua mambo ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na katika maandiko ambayo tumeweza kusoma, tumeona Biblia inaongea habari ya Yesu Kristo ambaye ametuokoa na ile kazi ambayo yeye mwenyewe aliweza kufanya kwa ajili yetu. Haleluya. Jambo la kwanza tunaona ya kwamba halikuja hapa duniani akafanyika mtu, na alipokuwa hapa duniani akawa amefanyika mtu, kwa mwili wake alivumilia mateso, alivumilia yote majaribu yote ambayo yanakumbana na mwili wa mwanadamu, na yeye mwenyewe alishinda hata mauti, alishinda ili ndani yake tupate ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili ndani yake tupate ushindi. Na ndio Biblia ikasema ya kwamba yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Yaani katika siku zile ambazo zilikuwa ni za mwili wake. Kumbuka Yesu Kristo alipokuja hapa duniani alifanyika mtu, hakawa na mwili, na katika hizo siku basi alimtolea yule ambaye anaweza kumwokoa
na kumtoa katika mauti, ambaye ni Mungu Baba. Na tunaona ya kwamba Yesu aliishi katika maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Haleluya! Kwa nini Bwana huyu akalia sana na akafanya dua na akamwaga machozi yake? Ilikuwa ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili ndani yake tuweze kupata hata na ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Biblia inasema yeye halikuwa ni mcha Mungu. Kwa hivyo njia moja ya kukua katika imani ni kuwa mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua watu wakati mwingine wanaomba wakisema, wakipata mtu ako na shida, wanamwambia ndugu yangu jipe moyo, hata haya yamekupata, hata Ayubu halipitia haya. Lakini nataka nikuambie, wakati Mungu alipokuwa anamuuliza shetani umetoka wapi, akasema nimetoka kuzunguka huku na huku. Je, umeweza kuwa umemwona mtumishi wangu Ayubu? Yeye ni mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona ya kwamba Ayubu alikuwa ni mcha Mungu, na kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu, tunaona ya kwamba halikuwa amemfahamu Mungu kiasi ya kwamba haoni mali yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati mke wake alipomwambia huyu Mungu wako mahali umefika, wewe mtukane na ukufe, lakini akamwambia yule mwanamke, umeongea kama mojawapo wa wanawake wapumbavu ama wajinga. Je, unataka tu kwa Mungu tupate mema, na tukifikia hata yale mabaya itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo yeye, maana anamcha Mungu, alikuwa anajua chochote kikitokezea hakuna shida maadamu kiniache nikiwa kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tunaona Ayubu halikuwa mcha Mungu, na ndio sababu tunaona katika maisha yake na mapito yake yote alishinda, na ni mtu ambaye alikuwa amekuwa katika imani. Haleluya. Kwa hivyo njia moja ya mtu kukua katika imani ni sharti awe mtu huyu anamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema tunaishi kwa imani, hatutaishi kwa kuona. Na hizi nyakati za mwisho Biblia inasema wenye haki wa Bwana wataishi kwa imani. Mwenye haki wa Bwana ni yule mtu ambaye amekomaa katika imani, ni yule mtu ambaye anashika neno la Bwana na kuitenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio sababu tunaona yeye alikuwa ni mcha Mungu, na ndio sababu Mungu alimsikiliza. Na Biblia inasema hata ingawa ni mwana wa Mungu, alijifunza kwa mateso hayo yaliyompata. Amen. Basi tunamwona huyu Bwana wetu Yesu Kristo, mateso yaliyompata alijifunza kwayo, na kwa sababu hiyo tunaona anaomba. Hata wakati mateso yalikuwa mengi, akasema Baba, naomba kikombe hiki kiniondokee, lakini sio vile nipendavyo mimi, mbali ni vile upendavyo wewe. Kwa hivyo kila wakati alitamani kukaa katika mapenzi ya Mungu. Na hata hivyo siku ya leo, kanisa la Bwana, ndiposa tusidi kukua katika imani, ni lazima tutafute kutembea na kukaa katika mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Bwana asifiwe. Wajua mambo yanaweza kuwa magumu, kama vile Yesu alijifunza kwa mateso yale aliyopata. Kwa hivyo ilikuwa ni mapenzi ya Bwana hapate mateso haya. Bwana Yesu asifiwe. Ajaribiwe katika mateso haya, ili wewe na mimi tutakapoingia ndani yake, haya yakija yapate tayari yamekuwa weekend, hayana uwezo kwetu, kwa sababu tuko ndani yake ambaye alishinda hata mateso. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba sasa tunaambiwa ya kwamba ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Now, utakuta ya kwamba hata hizi nyakati za mwisho Mungu ana mengi ambayo ni ya kutufunulia kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Roho wa Mungu ana mengi ya kutufunulia kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, lakini haiwezekani kwa sababu tuko wavivu. Kiingereza inasema you are dull in your mind. Bwana Yesu asifiwe. Yani you are dull, mawazo yenu, fikira zenu ni nzito. Haleluya. Kuondokea ulimwengu ni uzito, na ndio sababu unaona sasa Roho wa Mungu imekuwa ngumu kutufunulia. Kumbuka wakati wanafunzi wa Yesu walipokuwa na Bwana wetu Yesu Kristo, na Yesu akasema mimi ndimi njia ya kweli na Yesu akaongea habari ya njia. Tomaso akamwambia basi Bwana tuonyeshe njia. Yesu akashangaa, akamuuliza Tomaso, nimekuwa nawe kwa muda huo wote ili hali bado hujui njia? Basi mimi ndimi njia. Amen. Alikuwa amekaa lakini alikuwa hajui. Mimi ndimi njia ya kweli na uzima, hakuna ajaye kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nikuambie siku ya leo watu wengi sana wamekuwa makanisani, lakini hata katika imani hawakui. Haleluya. Kwa sababu gani? Maana katika mawazo yao, katika mioyo yao ni wavivu. Na Biblia isemi juu ya uvivu ule wa kufanya kazi, ni uvivu ule ambao umekuwa mioyo imetiwa giza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mtumishi anaitwa Gehazi. Gehazi alikaa na Elisha. Aliweza kuona yote yale ambayo Mungu alitenda. Miujiza yote aliona. Bwana Yesu asifiwe. Aliona Elisha akitenda hiyo miujiza, na katika hiyo hali na kuambia Gehazi alidanganya akiwa hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na badala ya kupokea baraka za Mungu alipokuwa akifanya kazi chini ya mtumishi wa Bwana ambaye ni Elisha, alipokea shida zile ambazo zilikuwa zinaletwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, yeye alikuwa pale kwa Elisha. Elisha alitembea na Elisha, na kwa sababu halikuwa amekuwa katika imani, hata Elisha hakusikia ushawishi wa wanadamu. Na kumbuka kulikuwa na wana wa manabii ambao walikuwa na uzoefu, ambao walikuwa wamesomea mambo haya, kwa sababu Elijah alikuwa na shule ya wanafunzi, lakini Elisha alikuwa mkulima. Lakini hata akiwa mkulima, yeye aliamini Mungu na alikuwa mcha Mungu, na Mungu akamwambia Elijah, nenda ukamuite Elisha. Wale wanafunzi wote wa Elisha katika kila mji, hakuna mmoja ambao aliitwa. Ni kwa sababu gani? Maana Mungu alipotazama moyo wa Elisha, aliona mtu ambaye anaweza kukuzwa katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Na Elisha alikuzwa na Elijah, na aliachiwa neema ya kutumika baada ya Elijah. Na tunaona Gehazi alikuwa pale na Elisha, lakini sasa yeye hakupokea baraka. In other words, alipokea zile shida ambazo watu wanaleta kwa Elisha watatuliwe. Haleluya. Na kwanza tunaona wakati Naamani alipokuja, hapo ndipo shida iliingia. Aliona vile vitu akaona hapana, nikana kwamba mtumishi wangu, nikana kwamba haelewi, hawezi akaja hizi baraka. Na ndipo alitoka akaenda akamdanganya Naamani, akamwambia vijana wametoka mlimani na wanataka hii na hii. Akapewa, na akapewa mtu amsindikize. Lakini akikaribia mlango na akamwambia we rudi. Na kutoka hapo
akaenda akaingiza chumbani na akaficha, alafu sasa akajitokeza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akafanya nini? Akaulizwa na Elisha, Gehazi, umetoka wapi? Unajua alisema nini? Mtumishi wako alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Alikuwa tu hapa ndani. Mtumishi wako nilikuwa tu hapa ndani. Alikuwa hapa ndani akitafakari. Nilikuwa hapa ndani nikikuombea uwepo wa Mungu uzidi kwenda na wewe. Elisha akamwambia, je, roho yangu haikuwa na wewe wakati ule Naamani anashuka juu ya punda yake, wakati ule ambapo anapewa zile vitu umeficha? Akaambiwa huu ni wakati wa Bwana ama ni wakati wa kuteka nyara? Ni wakati wa nyara. Basi akaambiwa, angalia, ule ukoma wa Naamani utakuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapendwa, tunastahili tukue katika imani. Ni makosa sana mtu kuja kanisani na wakati watu wanatolewa mapepo yanaingia ndani yake. Yaani mtu anaingia kanisani na wale wako na ukoma wa aina mbalimbali, wakija badala ya utoke na uponyaji unatoka na huo ukoma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kwa sababu ya kutokukua kwa imani. Haleluya. Na ni kwa sababu ya kukua wavivu wa kusikia. Maana neno inahubiriwa kila siku, na kwa sababu hiyo haikusaidii. Na kwa sababu hiyo tunaona ndio watu wengi leo wameumia, na ndio unaona watu leo hii wamegeukia manabii wa uongo, wamegeukia mafundisho ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Niliona wengine juzi kwa mtandao wanang'ang'ania kuchukua mchanga mahali ambapo pasta wao amekanyanga. Yaani anapita mahali, akipita mahali watu wanang'ang'ana kuchukua hiyo mchanga. Yaani huo mchanga waende nayo. Halo? Hiyo mchanga wafanye nini? Na mambo hayaishi. Na wanajua ya kwamba mtu kama huyu ukimwangalia, ukiangalia watu hawana tofauti na wale waindi wa Ismailites. Maana yule mzee aliyekufa anaitwa His Holiness Aga Khan, si alikufa? Huyu mzee alikuwa tu Aga Khan. Unajua popote akija akikanyanga waindi pale amekanyanga hapo, wanachukua huo mchanga. Hata anachungwa sana kwa sababu hata akienda mahali akojoe watakimbia pale wachukue huo mko. Maana wanaamini wewe ndiye Mungu wao. Kwa hivyo hata siku ya leo unaona watu wamefika kiwango cha kung'ang'ania kuchukua mchanga mahali ambapo mtu anafanya nini? Amekanyanga. Hii ni shida ya aina gani? Ni kutokuwa kiroho, ni kuwa wavivu wa kusikia. Kwa sababu hata ukisikia neno yuhubiriwe na wewe ni mvivu, haitakusaidia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo sasa tunaona Biblia inasema kwa sababu ya Mungu ambiwa mambo haya, maana ninyi ni wavivu, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita. Iwapasavyo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita. Munahitaji kufundishwa. Munahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa munahitaji maziwa, wala si chakula kigumu, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio sababu siku ya leo makanisani unaona ya kwamba tuna shida. Maana watu wengi sana bado ni watoto
wanakunywa maziwa, haelewi, ana uzoefu wa mambo ya Mungu, na mtu huyu unakuta ya kwamba hawezi kupambanua yaliyo mema na yaliyo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mtu kijana huyu amekulia kanisani, kila kitu ni kanisani, lakini akienda college ndiye anakuwa mtu wa kwanza kuvuta bangi. Halo? Na mzazi unaitwa, na unapoitwa unaenda, unaambiwa na mwalimu, unajua kijana wako alishikwa na bangi. Alishikwa na nini? Alishikwa na bangi. Unaanza kusema kijana yangu ameokoka, na alishikwa nayo. Kijana yangu amefanya nini? Kwanza mtoto wangu ndiye mwalimu wa Sunday school, ati ameokoka, unamtetea. Sasa hata mwalimu anaanza kukushangaa, anaanza kuuliza kama hivi ndivyo wale wameokoka wanakaa, maana unaidhinisha ya kwamba huyu mtoto wangu ameokoka, ili hali mtoto wako hali yake ni hilo unaambiwa. Yeye alipatikana na bangi, yeye ni pedla. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Am I talking to somebody? Ninaongea na mtu. Shida iko wapi? Maana huyu mtu hajakuwa katika imani. Huyu mtu amekuwa kanisani, lakini amekuwa mtoto wa kiroho, na ndio sababu hawezi akapambanua yaliyo mema na yaliyo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Huyu mtu tayari amekuwa kanisani kwa muda mrefu, lakini akitoka akienda university mambo yake inabadilika. Anaingia kwa Illuminati, anaingia kwa clubs. Ni shida iko wapi? Unaanza kusema unajua msichana wangu ameokoka. Wewe ndio unajua ameokoka, lakini shida iko hapa, hajakomaa, hajakuwa katika imani. Kwa sababu siku ya leo hatujui kwamba mtu ameokoka kwa sababu anasema nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema tutawajua kwa matunda yao, tutawajua kwa matendo yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haustahili kuongea sana, kwa sababu maadili yale unafuata kwa sababu ya karakta itaongea kuliko ya mdomo, kwa sababu karakta inaonyesha kile kimetoka, kile kiko moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kile kiko mdomoni, unaweza kuwa unaongea mawazo yako lakini si moyo. Na ndio sababu tunaona Gehazi alikuwa pale, badala ya apate baraka akapata ukoma. Ule ulikuwa unaondolewa kwa watu na Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa pale na kuelewa na kupambanua yaliyo mema na yaliyo mabaya. Kwa hivyo siku ya leo tunahitaji kukua katika imani. Tunahitaji kukua kiasi ya kukula chakula kigumu, wala si maziwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mtu anapokuwa, unajuanga mtu amekuwa kwa sababu ya vile anaendelea. Amen. Mwanamke Msamaria, tunaona alipokutana na Yesu mara moja alibadilika. Haleluya. 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 Aliweka dunia chini. Wewe usicheze na mtu ambao ako kwa dini. Ako wapi? Lakini huwezi kumsema huyu ni mama, hakuwa mjane. Huwezi kusema ni single mother ama ni mtu wa aina gani. Alikuwa ameishi maisha ambayo ni ya kushangaza, na alikuwa na dini yake, na alijua mahali wanaabudu mlimani. Alijua vizuri sana. Na wakati ule alipokutana na Yesu, hapo ndipo alizaidika na imani yake ilibadilika. Na kwa sababu alibadilika na akawa anaweza kupambanua yaliyo mema na mabaya, alisaidia kijiji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kijiji kilisaidika. Alienda akawaambia, enyi wa Samaria, njooni muone mtu
ambaye ameniambia mambo yote nimewahi fanya. Je, huyo sio Kristo? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Maana mtu ambaye anakuwa katika imani hakui mfifu wa kusikia. Maana Yesu alipomwambia mambo yake hakukasirika, alifurahi kwa sababu alijua shida yangu ndiyo hiyo umekuza. Haleluya. Nakumbuka alikuwa anahitaji apewe maji ya uzima, alikuwa anahitaji apewe, lakini Yesu akakuta kwamba huyu mtu hawezi kupokea maji vile alivyo, vile maisha yake yalivyo, mpaka kwanza abadilike, mpaka kwanza apokee imani na aanze safari ya kutembea katika hiyo imani. Ndio tunaona Yesu akimwambia, ni sawa, sina shida, nenda kalete mumeo. Akasema sina mume. Lakini alikuwa ameishi na wanaume na alikuwa na dini yake. Kwa hivyo shida ya huyu mama haikuwa wanaume, shida ya huyu mama ilikuwa ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Maana alikuwa na dini yake na haikumsaidia. Alijua tunaabudu pale, kizima hiki ni cha Yakobo, tulipewa na Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kizima hiki ni cha nani? Which means hawa walikuwa ni Waefraimu, na walipotoka wakaenda wahamishoni, walipoanza kurudi walirudi kwa kisima yao. Na ndio sababu walikuwa wanaitwa wa Samaria, maana hawakuwa Wayahudi pure. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na katika hiyo hali huyo mama alipoambiwa na Yesu hakajua shida yangu ndiyo hiyo. Hapo ndipo nilikuwa nauliza nitatoka namna gani. Jamani, nimeenda kwa dini, tunaabudu pale mlimani na sijasaidika. Jamani, msaidie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu alipoona imani ya huyu mama akampa maji, akamwambia pokea. Na alipopokea alitoka kwa kizima akiongea lugha tofauti. Haleluya. Alirudi kutoka kwa kizima akiongea lugha tofauti ya kusikilizwa na watu. Huyu mama ukimwangalia alikuwa amedhalalishwa na majirani. Alikuwa amedhalalishwa kwa sababu kwa nini aje kuchota maji saa 7 na wale wengine wamechota maji, wale wengine hawapo pale. Haleluya. Kwa hivyo inaonekana hata alikuwa stigmatized. Lakini nakuambia hata wale walikuwa wanamdhalalisha, hata wao alipotoka na ripoti ya kutoka kwa Yesu, hata wao walimfuata wakaone Yesu. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Walimfuata wakaone Yesu kwa sababu amebadilika, na baada ya kubadilika amekuwa katika imani. Sasa siku ya leo tunahitaji kubadilika, tuondokee maziwa. Maana anayekunywa maziwa anahesabiwa kuwa ni mtoto mdogo, na mtoto mdogo hauwezi kumpatia mawajibu, uwezo kumwambia wajibika. Atawajibika nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kama mjomba nikimpatia hii microphone, unaona nataka kuchukua microphone, haya kuna kitu atawaambia shushike, nataka microphone, nashika. Ala niangalia hivi, maana hakuna kitu, lakini anasikia vizuri sana, anasikia vizuri sana maana microphone ya mtu, na ataanza kukimbia kwamba nimepewa nini, lakini aongei nayo haimsaidii. Si unaona vile anarukaruka? Mwondokeni muone vile anacheza, atarukaruka. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni mtoto mdogo. Wajua wakati moja sisi tulipokuwa tukisoma nyakati zetu, mlikuwa mnapangwa duties. Kila siku kuna watu wanaenda kushinda wapi? Shuleni. So na nakumbuka nilikuwa standard 2. I was in standard 2 na nilikuwa mdogo. Hiyo miaka wakati nilipokuwa standard 2 ni kama nilikuwa miaka 9. Na tulipoenda pale shuleni nikawa niko na deputy. Na deputy mimi nilikuwa mdogo. Sasa deputy akaniachia funguo kwa sababu alikuwa na watu wamekuja kumlimia shamba, na tukasaidiana, akaweka kidheri ya maharagwe na akaniambia mimi niangalie kuweka nini? Kuni. Sasa wakati tulipokuwa tuko pale, wale nilikuwa nimewekwa na wao ni wale wa 77, wale wakubwa. So walipokuja
wakakuta ni mimi niko na. Walipoenda kwa ofisi wakafungua. Sasa hapa ofisini kulikuwa na vitabu vya kuandika, na hiyo miaka yetu kulikuwa amnunui vitabu, so kitabu ikiisha unapeleka, inatobolewa, inawekwa ingine. Sasa kila mtu alienda akachukua dozen. Kila mtu alichukua nini? Dozen mzima. Akachukua dozen, mwingine akabeba dozen 2, wakaenda wakaficha, alafu wakachukua kitabu moja peke yake wakanipatia. Na mimi nikaficha yangu. Na deputy akaja akagua tunaendelea, akamark. Sasa baadaye tukaenda. Tulipoenda tukafungua shule. Baada ya kufungua shule, vitabu vikaangaliwa, vikakutwa vimepotea. Walipoketi deputy na headmaster walitafutwa wale walikuwa duty, maana funguo ni mimi alinipa siku hiyo. Na ikasemekana hao ndio walichukua nini? Ndio walichukua vitabu. Sasa huyo mzee alikuwa ni mzee wa vita sana. Alikuwa na vimbo alikuwa anatembea nayo. So alikuwa akitembea na hiyo vimbo. Alikuja darasani, hata hakuwauliza chochote. Alikuwa anaitana fulani wa fulani, njoo hapa mbele. Hana mpiga na hiyo vimbo, anamwambia huwezi kuwa mwizi hapa shuleni. Hauwezi kuwa mwizi, hauwezi kuwa mwizi. Anaenda pale pengine, hauwezi kuwa mwizi. Anapigwa na wakati wote tulikuwa tunapigwa. Wacha watu wanapigwa, leo vimbo moja mtoto anakufa. Tulikuwa tunapigwa kama ng'ombe na hakuna kitu unafanya. Walikuwa 3 wakaenda wakapigwa. Nikasikia watu wakisema fulani wamepigwa, nikakumbuka sasa mimi ndio ninakujiwa sasa. Nimenyamaza tu. Akaja akasema alikuwa ameshika funguo. Kwangu hakuja na vimbo. Alikuwa ameshika funguo. Akaniambia Tom Kasipo come here. Nikakuja. Akaniuliza kwa lugha ya Kikamba, akaniuliza nataka uniambie siku ile mlikuwa duty ni kitu gani kiliendelea? Wewe usichezanga na watu wazima na mtu ambaye anafanya kazi yake. Nataka uniambie siku ile mlikuwa duty ni kitu gani iliendelea? Wacha nikwambie ukweli unaweka watu huu. Mimi nikamwambia nilipokuja asubuhi Mr. So and so alinipatia funguo kwa sababu alikuwa na watu wanalima kwa shamba yake. Mimi nilikuwa niangalie chakula. Na fulani na fulani na fulani walipokuja kule jikoni kwa nyumba yake walichukua hizo funguo, nikaona wameangalia. Alafu wakatoka mbio, nikafuata wakaenda wakafungua ofisi ya deputy. Kila mtu alibeba vitabu wakaficha pale kwa ile mtu papo, walienda kuficha hapo. Alafu ikatokea nini? Si walinipatia kitabu moja mimi. Hiyo ulipeleka wapi? Nilienda nayo nyumbani mwalimu. Akaniambia nenda. Nao kwa nini aliniacha? Nao wakapigwa. Do you know the reason? Maana mimi ni mtoto, hao ni wakuu, na siwezi kupambanua. Na aliponiuliza nilimwambia exactly what ilitende. Na kama singekuwa mtoto ningemficha na hapo ningechapa. Nilimweleza vizuri, nikamwambia walikimbia, nikawafuata, wakaenda wakachukua ambao wakaweka hapo. Na wakanipatia moja. Hata ile yangu niliweka hatu hapo kwa mfuko. Unanielewa? Maana mtoto hawezi akakabidhiwa majukumu, na ana ni mtoto. Na ndio sababu unaona tumeokoka na bado tunateseka hapa ulimwenguni, kwa sababu Mungu hawezi hata katukabidhi majukumu kwa sababu bado tuko watoto. Halo? Bwana asifiwe. Na ndio sababu kule nyumbani unasikia mtu anapoanza maombi hakuna kushukuru, hakuna kufanya nini. Maana ukifika tu, yani unapofika nyumbani hata una amani na majirani, kwa sababu unafunga majini. Wakati mwingine unasahau hata na majini ya majirani, na unaweza fungwa hata na majini ya majirani wachawi. Sasa wewe unaongea habari ya majirani wako ng'ambo na unasahau kuna majirani wako hapa. Kwa sababu gani? Maana haujakomaa, haujui kupambanua mema na mabaya, haujakuwa katika neno la Mungu, hauna uzoefu wa mambo ya Mungu. Na ndio sababu huwezi kula chakula kigumu. Wale wanakula chakula kigumu ni wale ambao wamepewa
kupambana na majaribu, kupambana na dhoruba. Bwana Yesu asifiwe. Mawimbi yanainuka, na hata yakiinuka amejenga msingi wake katika mwamba imara ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo. Na Biblia inasema nyumba hiyo ambayo ilipigwa na mawimbi na dhoruba haingeweza kuanguka, kwa sababu imejengwa juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Na mwamba ni Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Na ndio sababu unaona siku ya leo kuna mambo kadhaa ambayo yanatuzuia kukua katika imani. Kuna mambo yanatuzuia, na ndio sababu tulikuwa tukiombea mambo hayo katika kamkesha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nao jambo la kwanza tulikuwa tunaona ambayo inazuia kukua kwa imani ni kuzuia ulimi. Kuzuia ulimi. Ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini ni kiungo hatari. Kama vile chache za moto zinaweza kuwasha mzitu, hivyo ndivyo ulimi unaweza ukawasha mzitu. Ulimi ni kiungo kibaya. Na Yakobo mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 12 imeongea juu ya ulimi. Ndio sababu unaona hata farasi, unaona vile farasi inasungushwa. Ukiangalia kama merikebu ni chombo ambacho ni kikubwa, ni kitu kikubwa sana. Lakini ukiangalia shida ya merikebu inaendeshwa na kidumbwasho kidogo sana. Kitu kidogo sana ndiyo kina control nini? Kina control merikebu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inasemekana hivyo ndivyo ulimi ulivyo. Unaweza kucontrol kijiji mzima na ukaharibu kijiji mzima. Na ndio Biblia inasema ya kwamba katika Methali inasema apendaye kuishi maisha marefu auzuie ulimi wake. Kumbe ulimi unaweza kupunguza maisha ya mwanadamu. Ulimi ni kiungo kibaya, na hakuna vile utakuwa katika imani kama haujui kuzuia ulimi wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia wakati wa Sauli na Daudi. Yule kijana ambao alisaidia Sauli kukufa alienda kwa Daudi, na alipoenda kwa Daudi akamwambia Sauli amefanya nini? Amekufa. Tena akawa amebeba hiyo kofia, maana sasa anafikiri ataenda kupewa zawadi na Daudi. Na alikuwa ni kijana muiti. Alipofika akamwambia Sauli amekufa na nimekuletea hii. Daudi alimuuliza umejuaje? Umejuaje kama amekufa? Akasema unajua nilienda nikakuta akaniambia nimsaidie kukufa sasa ili hao wafilisti wasimuue, na nikamsaidia. Daudi akaambia kijana mwingine hapa, akamwambia muue, na akamwambia damu yako iko juu yako, maana haukujizuia kunyosha kidole juu ya mpako wa mafuta wa nani? Mpako wa mafuta wa Bwana. Ulimi wake ndio ulimmaliza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kutozuia ulimi, hauwezi kuwa katika imani, kwa sababu ulimi huu Biblia inasema una uhai na una mauti. Haleluya. Kila mtu utakuta ya kwamba anajilahani na ulimi huu, anajimaliza na ulimi huu, biashara yake anaimaliza na ulimi huu. Naona wakati ni mgumu sana. Hata sijui kile kinaendelea, hakuna mtu ataendelea. Hata mwezi huu sijui kama tutalipa nyumba, hata mwezi huu sijui kama tutakula. Na unaona hiyo maneno ulimi, hakuna vile utakuwa katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na ulimi huu unaweza ukajenga na unaweza ukabomoa. Na ndio sababu tunaona watu wengi siku ya leo wamekwama na wamekuwa kuwa watoto kwa ajili ya ulimi wao. Kwani usikii watu wanaambiwa ya kwamba huyu mtu ni mtoto sana, huyo mama ni mtoto sana wa kiroho, huyo ndugu ni mtoto nini? Ni mtoto kiroho. Akisimama anatoa ushuhuda anatoa, lakini wakati baadaye anaongea mafi na huo ulimi huo, anamaliza watu na huo ulimi, anaongea mambo makubwa. Mwishowe anaanza kusema ya kwamba hatujui kama tutaweza, hii maeneo ina mapepo, hata hiyo maeneo
Nataka tuame hapa kwa sababu kuna wachawi wengi. Ni wapi utaenda ukose wachawi? Halo? Kuzuia ulimi ndio kuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Ile ingine tuliona ni, kwa sababu ya muda nataka nizungumzie, ni kutoa viungo vyetu vitumiwe kwa haki. Ni kutoa viungo vyetu vitumiwe kwa na hiyo ni Warumi 6 mstari wa 15 hadi 23. Ni kwamba tazama, kwa sababu tulikuwa wenye dhambi na tumekufa katika dhambi, hatustahili kurudia yale mambo ya kale. Kulingana na Warumi 6:15 hadi 23, hatustahili kuyarudia yale mambo ya kale. Na Biblia inasema kwamba tupeane viungo vyetu, huo ni mwili wetu, kwa kutenda mema, kwa kutenda kazi ya haki, bali tusipeane mili yetu ama viungo vyetu vya kutenda yale ambayo hayampendezi Mungu. Mikono yako usipeane kwa wizi tena. Macho yako usiyapeane kwa kutamani, wala usijipeane tena kwa uzinzi na usherati. Haleluya! Maana ulikombolewa huko, lakini mambo yamejaa makanisani. Tuna wazinzi makanisani, tuna washerati makanisani, tuna waizi makanisani, tuna watu wa kila aina makanisani. Inatokana na nini? Wamepeana viungo vyao kwa yale mambo. Baada ya kuokoka, baada ya kufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja na Kristo, mbona unayarudia mambo haya? Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja ambao tunastahili kuepuka, maana jambo hilo ni jambo inayofanya watu wasikue katika imani. Kutamani kuwa kiriba kipya, kutamani kuwa kiriba kipya ili upokee divai mpya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anaongea juu ya nini? Ya kwamba hauwezi ukaweka divai mpya katika viriba kuukuu, kwa sababu hiki kiriba kitapasuka. Kwa hivyo divai mpya ni lazima iwekwe katika kiriba kilicho kipya. Yesu alikuwa anaongea juu ya nini? Ya kwamba wanadamu hawataki kubadilika. Many people, they resist change. Hallelujah. Hautaki kubadilika, lakini unataka ujazo Roho Mtakatifu. Hautaki kubadilika na unataka ujazo nini? Roho Mtakatifu. Hata mtu ang'ang'ani. Hallelujah. Watu hawang'ang'ani kujazwa Roho Mtakatifu, lakini utakuta kwamba wewe ndio shida. Maana Roho Mtakatifu ni divai mpya. Je, wewe baada ya kuokoka umekuwa kiriba kipya ama bado ni kiriba cha zamani? Maana katika kiriba cha zamani, yale mambo ya zamani bado yako ndani. Bado yako nini? Wewe umeona sanduku mpya, mtu anafungua sanduku na ni mpya, na akifungua mende wanatoka ndani. Wewe hujawahi ona? Mende wanafanya nini? Wanafanya nini hapo ndani na mbaki ni mpya? Kwa hivyo utakuta ya kwamba leo kuna watu wanakaa hivyo, na Roho Mtakatifu hawezi akaingia nyumba bado iko na mende. Mende ni yale mambo ya kale, ile tabia ya kale bado iko ndani yako, na unataka mambo ibadilike. Roho Mtakatifu wa Mungu aingie ndani yako afanye. Ni lazima ukubali kubadilika ili Roho Mtakatifu wa Mungu afanye nini? Aingie ndani yako. Maana Biblia inasema, basi imekuwa mtu awaye yote akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo kuna kusaidika kwa mteule. Hapo ndipo Mkristo hataweza zaidika. Maana ikiwa umekubali kuwa kiriba mpya, basi bila shaka Mungu atatia divai mpya ndani yako na maisha yako yatabadilika na utakuwa katika imani. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo kinachosumbua watu ni tuondokee ukale. Watu wamekataa na ukale. Haleluya. Watu wamekataa na ukale, na ndio sababu umekuwa ni mkale. Ndio sababu unaona ya kwamba hauwezi ukabadilika na ufaidiki. Unasikia watu wakisema nimebarikiwa. Unasikia watu wakisema jamani, nimetembelewa na Roho Mtakatifu nikapata hii na hii. Lakini wewe ukilala usiku unaota na kina nyanya waliokufa, unaota ukikimbizwa, yaani unaona ndoto tu ndio unaota nazo.
Na ndio sababu unaona umejaa kufunga. Mbona huyu shetani unamfunga na asikii? Unamfunga na anafungua. Shida iko wapi? Because you are resisting change. Kubali uwe kiumbe kipya, uwe kiriba mpya, ili Mungu atie divai mpya ndani yako, nayo divai mpya ni Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hivyo kanisa la Bwana, kuna haja ya kukua katika imani. Maana tusipokubali kukua, tutabaki kuwa ni watoto. Bwana Yesu asifiwe. Wajua kuna kitu moja huwa ninashangaa. Wakati mwingine unaingia gari na unasikia watu wanashambuliwa. Na wakati mwingine watu wanasema pengine kuna mamloga, lakini kuna mambo ambayo huwa ni ya kweli. Na unasikia Wakristo wakishambuliwa, wandugu wakishambuliwa, na unakuta kwamba yale mtu alitenda ni ya kweli. Wakati mwingine nilienda mahali pengine nikasikia watu vile wanashambulia, wakashambulia, mimi nimenyamaza na nimekaa tu kama si mwokovu. Alafu mwisho mzee mwingine akaniambia, na huyu mzee naye amenyamaza sana, hebu tuaje nini? Nikawauliza, kwani imekuwa ile mbunge ya mwananchi mpaka kila mtu aongee? Wakaniambia, na si utuambie unasema nini? Nikamwambia mimi na jambo la kusema. Nikawauliza, ati mmesema nini? Mmesema ya kwamba siku hizi wachungaji wanakula kondoo? Ni sawa. Lakini nikawauliza swali. Nikawaambia, mbona nyinyi mnapenda sana kuongea juu ya wachungaji na mpendi kuongea juu ya kondoo? Mbona hamjaongea juu ya hiyo kondoo? Maana hiyo kondoo, hiyo mnaongea juu yake, ni kondoo ama ni mbwa mwitu ama ni fisi? Nikawauliza, mimi kama mngeniuliza leo, huyo mchungaji ningeachana naye na hiyo kondoo ningeichukua, na kama kuna mahali kufungwa jela nikaifunge. Na kama ningekuwa na uwezo, hiyo kondoo, kama si kwa sababu ya neema, maana siwezi kurudisha neema tena, kama si kwa sababu ya neema na ningekuwa na uwezo, ningeambia ya kwamba, ningeambia Mungu, hii kondoo weka kuzimu, yungoje kiama, kwa sababu itamaliza wachungaji. Maana wewe unacheza na mchungaji kama mimi, nimeitwa na Bwana. Watu kama nyinyi mnanisikiliza na mnakubali niwawekelee mikono, mnapona. Alafu kama mwanamke kamoja kanaingia hapa kaniniangusha na skati. Alafu mnaanza kusema mchungaji hiyo kanisa naachana nayo, maana mchungaji anakula kondoo. Nyinyi mmeacha mchungaji kondoo, na si kondoo hii. Hii ni mbwa mwitu hii. Weka mtu kama kanaingia mpaka anachukua mtu kama kanaweka chini. Si dakika moja tu. Huyo mtu ni wa kawaida kweli? Nikawaambia, wakasema nao mzee kweli ameongea, hiyo tu wote tumeiona. Nikawaambia hiyo ni makosa sana. Ongeeni juu ya watu wa jihadhari, maana siku hizi kondoo zinakula wachungaji. Na nikawaambia hewara, nataka niwaambie kitu moja, muniambie kama Yesu ameonekana mahali, Yesu naye muamini Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Yesu Kristo ambaye alipita kwa Daudi. Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ameonekana mahali akiiba, akikula muguka, huyo Yesu, kama ameonekana mahali Yesu aliyefufuka akiwa kwa nyumba ya mtu, akiwa na mwanamke wa mtu, nitaacha wokovu. Wote walifanya nini? Walinyamaza. Nikawageukia, nikauliza moja, wewe kanisa yako ni nini? Nikikuangalia wewe si Muislamu, unaenda kanisa gani? Na wewe si unaenda kanisani? Na wewe si unaenda kanisani? Unajua unaongea hivyo kwa sababu umelemewa pia. Wewe ni kama hao kondoo wanakula wachungaji. Wewe ni kama hao kondoo wanafanya nini? Sasa wakaanza kuuliza, kwani mzee umeokoka? Nikawaambia nimeokoka, ninampenda Yesu na ninaamini na ninaenda mbinguni, na mimi ni mchungaji, ninahubiri injili, na kwa ile neema ya Bwana amenipatia. Haleluya. Hata kondoo wakishikwa na kichaa, naamini Mungu atanisaidia na hawataniuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, kuna haja ya kukua
katika imani. Na unapokuwa katika imani, basi utakuwa na uzoefu na utakuwa na uwezo wa kupambanua yaliyo mema na yaliyo mabaya, na utakuwa na maisha rahisi. Haleluya. Na utakuwa na shida na wanadamu, kwa sababu hata wale watu utakaa pamoja na wao, hata wale ambao hawajaokoka, utakuwa msaada kwao. Utakuwa kama Yesu wakati alipokuwa akiponya watu, kwa sababu unajua kupambanua yaliyo mema na mabaya, na kama hili ni mbaya hauwezi ukatendea mtu. Kama anahitaji yale mazuri, unampa yale mazuri, na hiyo utakuwa na maisha ya kupendwa na kila mtu, kwa sababu una ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo ufikie pale, lazima uelewe ya kwamba mwamba ni Bwana wetu Yesu Kristo, na lazima ujifiche chini ya huyo mwamba, mwamba usiyetingizika. Naomba tusimame mbele za Bwana. Haleluya. Naomba tusimame mbele za Bwana. Tukiwa tumesimama namna hiyo, neno la Bwana umeisikia. Hauhitaji kuimbiwa wimbo ndio ushike moto. Hauhitaji kuimbiwa wimbo ndio roho ashuke. Kile unahitaji kujihisi ndani ya moyo wako, na uite Bwana. Unajielewa, je, ninakuwa katika imani ama nimekwama? Ninaendelea na kukua ama ninakwama? Na ukiangalia maisha yako hata sasa, maana neno la Bwana ni kioo, imekumulika na umejua umekwama wapi. Kwa hivyo kwa ajili ya muda, naomba kwa jina la Yesu Kristo sasa, funga macho yako na uzungumze na Bwana, na umwambie Bwana akusaidie. Kama ulikuwa umeanza kukundrift nyuma, umeanza kukwama, ulikuwa umeanza kutamani mambo ya ulimwengu, umwambie Bwana akusaidie. Unapokuwa mtu ambaye imani yako haikui, unajua ni rahisi sana hata kuanza kutamani mambo ya ulimwengu, hata kuchafua injili ya Bwana, hata kuanza kufanya kama wao. Maana sasa unapoanza kunywa maziwa, shetani anafurahia, kwa sababu anajua huyu ni mtoto, na atakudanganya na atakubadilishia. Kwa hivyo zungumza na Bwana sasa, mwambie Bwana akusaidie, kwa sababu ni Bwana mwema. Anaenda kukutenda mema, anaenda kukurehemu, anaenda kukushindania katika jina la Yesu. Ambia Yesu akusaidie, ambia Bwana akurehemu, kwa sababu unajielewa ni wapi umekwama. Siku ya leo ni siku ya kuomoka, ni siku ya kutembea na Bwana, ni siku ya kufunguliwa, ni siku ya kukombolewa, ni siku ya kufanywa upya katika jina la Yesu. Sehemu ambazo umekwama ni siku ya kukuamuka, kwa sababu Bwana ni Bwana mwema. Maana unapoenda kukua katika imani, unakuwa mtu ambaye ni mzoefu wa mambo ya Mungu, na utakuwa na uwezo wa kupambanua yaliyo mema na yaliyo mabaya. Na ndio sababu kuanzia sasa hautajipata katika mitego ya wanadamu, hautajipata katika mitego ya shetani, kwa sababu hata akiweka mitego yake utakuwa unapenya na utakuwa unaepuka, kwa sababu unajua kupambanua yaliyo mema na hata yaliyo mabaya. Bwana Yesu tusaidie katika jina la Yesu. Tenda mema Bwana mchana wa leo, tufikie Bwana Yesu, tukomboe Bwana Yesu, turehemu siku ya leo. Bwana tutie nguvu, kwa sababu tu wanao na tunakuhitaji siku ya leo katika jina la Yesu. Wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni mtakatifu Yesu. Umetenda mambo ya ajabu na umerehemu njia zetu. Mungu wa milele, upokee sifa na uinuliwe na utukuzwe, kwa sababu wewe ni mwaminifu Bwana. Jina lako Bwana litukuzwe, jina lako Bwana liinuliwe kwa utukufu wa jina lako. Asante Kristo Yesu kwa neema yako na hata na kibali chako. Tukiwa katika hiyo hali ya maombi, umesikia neno la Bwana, na wengi wetu siku ya leo wamekataa kukua kwa sababu hawako tayari kubadilika. Yaani huyu mtu ameokoka, lakini ameokoka tu kwa mdomo. Mambo yale anafanya ni mambo ambayo hayana ushuhuda, ni mambo ambayo hana tofauti hata na mtu wa dunia. Ana tofauti na mtu wa dunia, hata manamba ana haya. Anaweza akakwambia msaidie hata kubeba mnazi, akakwambia nisaidie hata kubeba mali ya wizi, kwa sababu anajua wewe na yeye tofauti yake ni kwamba unaweza sema Bwana asifiwe bila kuona haya, lakini yeye anaona haya hawezi.
na kwa sababu hiyo ni kwa sababu umeresist change, hautaki kubadilika, hautaki kubadilika, hautaki kuondoka. Lakini siku ya leo Mungu ni mwaminifu, anaenda kukusaidia, na hata pale umekwama atakukwamua kama vile alivyomkwamua yule mama Msamaria, na akakuamuka na mambo ikatendeka katika jina la Yesu. Umetamani uwe kiriba mpya lakini umeshindwa, siku ya leo Bwana atakusaidia na utapokea divai mpya, na utakuwa mtu wa kuondoka mpaka ubadilike ndio uweze kupokea divai mpya. Nyosha mkono wako, wewe uliyelemewa, unahitaji msaada wa Yesu akutie nguvu, habadilishe maisha yako katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu nalibariki jina lako mchana wa leo Bwana, kwa ajili ya watu wako. Wewe ni Mungu unayetawala, wewe ni Mungu unayebadilisha watu wako. Siku ya leo tumesikia neno lako nasi tumeliamini, na kwa sababu hiyo wewe ni Mungu unaotenda, ni Mungu unayetawala, na ni Mungu unayesikia maombi yetu. Siku ya leo tupe neema, tupe kibali cha kuondokea maziwa na kula chakula kigumu Bwana, ili tupate usohebu wa mambo ya Mungu, na Baba Mwenyezi kuwa na uwezo wa kupambanua yaliyo mema na yaliyo mabaya. Upokee sifa, ukainuliwe Yesu na ukatukuzwe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Amen. 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 Basi naomba tukaweze kwenda kuketi kidogo kwa neema ya Bwana. Amen. Basi Bwana wabariki. Ni kama vile tumetangaza, baada ya mkutano huu tutakuwa